hata ufalme haurudi tu, lazima utengenezee mazingira. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwenye ile Petro wa kwanza 1:15-16 anasema iweni watakatifu, maana imeandikwa iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Inawaandaa watu ambao kama wanamtumikia Mungu aliye hai na wamefika mahali kuna vitu havijakaa sawa sawa na bado wanatakiwa wasimame kwenye madhabahu ya Bwana. Ile roho ya toba ndani yao itawasukuma wajitakase mbele za Bwana ili ufalme wa Bwana ukae pamoja nao. Saa ya kutumika wasitumike peke yao, watumike na Mungu aliyewapa hizo nafasi za kutumika. Wasitumike peke yao. Iweni watakatifu. Ndio maana ile Isaya 52 anasema iweni watakatifu nyinyi mnaobeba vyombo vya Bwana. Unaelewa maana yake? Ni toba ya maandalizi ya kwamba kama unabeba vyombo vya Bwana uwe mtakatifu. Hiki ni chombo cha Bwana. Hiki ni chombo cha Bwana. Unapokuja hapa ni chombo cha Bwana. Unapoweka vyombo vya sadaka, hivyo ni vyombo vya Bwana. Unapokuja kwa ajili ya kufagia kanisa, kanisa ni chombo cha Bwana. Unaposafisha dawati hizi ambazo tumekaa, viti hivi ni vitu vya Bwana. Unapopanga bahasha, hivyo ni vitu vya Bwana. Unapopiga kinanda namna hiyo, hivyo ni vitu vya Bwana. Unapopiga keyboard vitu vya Bwana. Unapopiga drum vitu vya Bwana. Unapokaa kwenye viti namna hiyo ni vitu vya Bwana. Hivyo speaker ni vitu vya Bwana. Anayekanyaga kwenye madhabahu ya Bwana anakanyaga kwenye madhabahu ya Bwana. Na kwa sababu hiyo anasema iweni watakatifu mnaobeba vyombo vya Bwana. Manake kabla hujagusa vitu vya Bwana, nenda kajiandae Bwana kutakase. Na unapojitakasa manake unaruhusu ufalme wa Mungu uwe pamoja na wewe. Na saa unapoanza kushika vitu vya Bwana, mwenyewe umetakasika na vile vitu vinakuwa safi na utukufu wa Bwana unadhihirika.